Neno la Mungu, karibu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunalibariki jina lako tukisema asante kwa ajili ya wakati huu na saa hii. Tazama Bwana, ni upendo wako wa ajabu, ni jioni njema ambayo Bwana wewe unahitaji kusema na makutano haya. Hivyo Bwana, tazama mtumishi wako anakwenda kuipanda madhabahu hii. Yeye ni mwanadamu, kwa akili zake hawezi, lakini Bwana ukamjaze nguvu za Roho Mtakatifu ili akapate kunena sawasawa na neno lako. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, namkabidhi mtumishi wako mbele zako na makutano haya yote mbele zako, nikiomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana kwa makofi mengi na vigelegele. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Jioni ya leo tuko hapa nje, ibada ya urafiki. Wako watu labda waweza kushindwa kuingia pale ndani. Mara kadhaa magharibi tunakuwa hapa nje, hewa ya kutosha, vivuli vya kutosha. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote, lakini pia kama nilivyosema kwa wale ambao tulikuwa pamoja katika ibada ya asubuhi na ya dhuhuri kama si mchana, kwamba tuna nusu mwaka mpya kuanzia Julai mpaka Disemba. Kwa hiyo yafaa kupiga kelele anga tuweze kulithibiti kwa namna moja au nyingine. Haleluya. Pata nafasi nzuri sasa ukae niweze kuletea neno la Mungu jioni ya leo, kwa sababu tunaishi katika siku za mwisho. Mara kadhaa nimeeleza ile 8:11 Amosi, naeleza kwamba ziko siku ambazo kutatokea njaa, kutatokea kiu ya watu kutolisikia neno la Mungu. Ndio maana tunakuletea habari hizi njema ili uweze kupata fursa ya kuyajua yale ambayo labda huyajui, lakini kama unayajua basi tuendelee kuyaboresha katika maisha yako, kwa maana tunaishi katika siku za mwisho, na ambalo unapaswa kulijua katika jioni ya leo ni kwamba mbele yako iko hukumu ya milele na uzima wa milele kutegemea na namna ulivyoishi. Nimefurahi kidogo hapa, kama si sana, kuna baadhi ya waimbaji wamesema tuikimbie dhambi, tuikatae dhambi, na nitaizungumzia hiyo katika maeneo kadhaa, ikiwemo kwa mfano tazungumza Biblia inasema nini kwa habari ya dhambi, chanzo cha dhambi, kitu gani kinapaswa kifanyie kuhusu dhambi, na labda utamalizia na matokeo ya dhambi kama utaendelea kuishi katika dhambi hizo. Haleluya, haleluya. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Na andiko kuu litakaloongoza maandiko mengine, niombe kusoma katika Rumi ile 6 mstari wa 23, tukianzia na matokeo ya dhambi. Usikaa unafanya dhambi ukidhani kwamba ni mfumo wa maisha na hakuna kitakachotokea. Mwisho wa siku ni hukumu ya milele. Warumi ile sura. Baada ya neno tutaomba kwa ajili ya wagonjwa. Ukiwa na shida yoyote, tunamnena Mungu mwenye msaada kwa wanadamu. Yasiyowezekana kwa wanasayansi, kama vile yasiyowezekana kwa mganga wa kienyeji, na namna zote kwa Mungu inawezekana. Ndio maana andiko hili muhimu hulisoma ili kutunishia msuri mamlaka za giza na mateso ulionayo, kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Yeremia 32:27, 3 Rumi 26. Biblia inasema Rumi 6:23. Naomba nisome kaskazini, kusini, magharibi na mashariki kwa upendo na kutambua kuwepo kwenu, na washirikisha neno hili jioni leo. Kaskazini, kusini, magharibi, mashariki, pande zote za dunia. Ujumbe huu ni kwa ajili yetu sisi sote. Sisi sote ni pamoja na wewe uliyeko nyumbani au sehemu nyingine yote ile. Biblia inasema, kwa maana
mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nirudie neno hili jioni ya leo, na Roho Mtakatifu akiwa juu yangu. Inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele, si katika mwingine ila katika Kristo Yesu Mwokozi wa ulimwengu. Haleluya! Ndugu zangu, kama nilivyosema, ibada za jioni tunapokuwa pa nje ni ibada za urafiki. Yeyote aweza kushiriki, hata wewe ambaye labda unaona shida kujumuika nasi pale ndani katika ibada zingine, lakini ujue Biblia inasema nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. So usiwe na tashwishi yoyote. Kuna baadhi ya imani mtu asiye wa imani ile marufuku, kama sio dhambi kubwa, kuingia kwenye hekalu hilo ambalo hao watu wanamwabudu. Lakini kanisa la Mungu, Yesu anasema kwamba itaitwa nyumba ya sala kwa watu wote. Kwa hiyo kaskazini, kusini, magharibi, mashariki na watu wa dini zote, wa namna zote, tunawakaribisha. Sipendi kuzungumzia sana habari za madhehebu, yanaitwa kwa majina yao, yanaitwa kwa dini zao, lakini si vibaya labda jioni leo nikakujulisha kwamba madhehebu haya huitwa Assemblies of God, kwa maana ya kusanyiko la watu wa Mungu. Na hakuna mtu wa shetani hapa, hakuna mtu wa mzimu hapa, hakuna mtu wa mdimi hapa. Wote tumeumbwa na Mungu. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Kwa utulivu kabisa na taratibu, chini ya mafuta na nguvu za Roho Mtakatifu, nizungumze neno hili kwa mara nyingine tena, kwa wale ambao ulishalisoma, ulishahubiriwa sehemu nyingine, au hata hapa ulishahubiriwa, na hata kwako wewe ambaye labda ni kwa mara yako ya kwanza ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kwenda kulisikia. Nizungumze habari ya dhambi ni kitu gani, taratibu kabisa. Ni neno linalochukiza. Ukisikia dhambi, ukisikia kosa, ukisikia uovu na vyovyote vile, watu hawapendi kusikia dhambi. Wanataka tu kama ni kulewa walewe, wasiambiwe hiyo ni dhambi. Naona unapozungumzia ubaya wa jambo, mtu ambalo amekulia kwalo, amezoea na amenihalalisha, kwako ni kama shida. Lakini naomba nikujulishe neno hili ya kwamba ni hakika hatuna budi kuyahubiri haya na kujulishana. Usije ukaona dhambi ni kitu cha kawaida au nini. Katika baadhi ya maandiko ambayo nitanena jioni leo, na jua hili na anga hili vikiwa shahidi, ni kukueleza. Kwa mfano, ukisoma ile 12:14 Mithali, Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, kumbe mwisho wake ni mauti ya dhati kabisa. Waweza kuona mambo kadha wa kadha ni halali na nini, lakini jioni leo kwa uchache, wewe uliye na Biblia, usiye na Biblia, atakupitisha katika baadhi ya vifungu vichache ambavyo vitakusaidia wewe uliyeokoka, kukuimarisha. Na wewe ambaye unafanya dhambi ukadhani ni mfumo wa maisha, ujue ni shida. Kwa mfano, ukisoma ile waraka wa kwanza wa Yohana ile 3:4, Biblia inasema ya kwamba atendaye dhambi afanya uasi. Uasi yani ukaidi. Sikia haya, unapofanya dhambi unafanya uasi. Unamwasi nani? Mwanadamu, dini yako au jamii yako? Yawezekana. Lakini niseme neno hili kwamba kuna muasi Mungu. Kwa maana Mungu alituumba kwa maudhui mbalimbali. Kwa uchache Biblia imejifunua. Mungu anasema, nitakaa ndani yenu na kati yenu nitatembea,
nanyi mtakuwa wanangu wa kike na wa kiume. Mungu alituumba ili tuwe na ushirika naye. Mungu alituumba ili tumjue, tumpende, aidha tumtii, kujumuisha, kumwabudu na kumtumikia, kumtii. Katika neno hilo kutii ndio tunapata neno uasi. Kinyume cha kutii ni kuasi. Unapofanya chochote ambacho Mungu amesema usifanye, tayari umeasi. Haijalishi wewe ni nani, labda una dini yako, una CV mbalimbali. Wanadamu hujiorodheshea ma-CV ya ajabu, iwe ni dini yake, sijui dhehebu lake, sijui nini. Lakini jioni ya leo naomba usikie, unapokuwa unaasi, unafanya dhambi. Na Samueli inasema ukuasi ni kama ukafina na vinyago, ni kama dhambi ya uchawi. Jioni naomba ulijue neno hili. Ninaliasha mazima neno hili kwako. Mimi nasema atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Ukifanya chochote ambacho Biblia imesema usifanye, fahamu, hata kama dini yako inaruhusu, hata kama mila na desturi yako inaruhusu, hata akili yako inaruhusu, na kwambia dhambi itabaki dhambi. Jioni ya leo naileta neno hili nikiwa na furaha na amani, nikijua hatupigi ngumi ukuta au hewa. Kuna kitu ulimwengu wa roho kinafanyika, kwa sababu injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu, na lazima tuyahubiri haya ili kujenga mchakato wa wewe kupokea wokovu. Kila kitu kinapotokea, wataalamu wanasema kuna input, kuna process, ndio unapata output. Injili inapohubiriwa inakuwa imefungua mlango sasa wa kuelekea kwenye mchakato, ili wewe unaishi dhambini ujue unapofanya dhambi unamkosea Mungu. Kwa uchache, kwa mfano, ukisoma haya, ni yasome sasa, mengine nitakuwa nasoma kwa lecture tu na maelezo. Niamini kwamba nachokisoma ndicho kilicho inabainisha katika Galatia, ile sura ya 5 kuanzia mstari wa 19, kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, mjue unapofanya haya, mpendo wangu, ndugu yangu, unafanya uasi, unamkasirisha Mungu. Na ukisoma kile kitabu cha Mwanzo kuanzia 6 mstari wa 5 pale, nasema Mungu akaona mawasi ya mwanadamu ni mabaya, amejaribia njia yake duniani, akahuzunika moyo. Unapofanya dhambi unamkasirisha Mungu, unamhuzunisha, mpaka nasema hivi, kwa nini nilimuumba huyu? Mimi nakwambia, japo umezaliwa na baba na mama, ni Mungu aliyekuumba. Hili ulijue mwanadamu. Jioni ya leo fahamu. Mtu mmoja nikamshangaa, akasema, "Ninyi mnazungumza habari ya Mungu, habari ya Mungu, habari ya Mungu. Mimi Mungu ni baba yangu na mama yangu walionizaa." Wewe ndugu, naomba unatafakari, ujue kwa maneno yako utahukumiwa, na kwa maneno yako utahesabiwa haki. Kwa matendo yako utahukumiwa, na kwa matendo yako utahesabiwa haki. Sikia, Biblia inaeleza namna ambavyo aliwaumba baba zetu Adam na Hawa, na Mungu jinsi alivyoutaua utaratibu, very systematic one. Akaona akitaka kuniumba mimi, afinyanga udongo apulize. Akitaka kukuumba wewe, apulize. Akasema, hii kazi gani hii? Amna. Ikabidi aendeleze uumbaji kupitia kuzaliana. Sema amen. Sema amina. Tunakuletea elimu ya mbinguni usiyajue. Kama Mungu asingeweza kuruhusu uumbaji kupitia kuzaliana, usingalizaliwa. Hebu twende basi. Wewe aliyekuzaa, na yeye alizaliwa na nani? 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 Tunarudi tunakuta mpaka tunamkuta baba yetu Adamu na mama yetu Hawa. Samahani, inapokuja kwenye Warumi nikusomee hii Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, tafadhali, mstari wa 20.
Na mstari wa 20, yes, huo mmoja tu. Nimesema 3. Mwanzo sura ya 20. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Sema amina. Haleluya, haleluya. Turudi hapa sasa, hapa kwenye Galatia. Unapofanya hayo unakuwa unamkasirisha Mungu, na Mithali nasema hasira ya mfalme ni kama ngurumo ya simba, yeye amkasirishaye huitenda dhambi nafsi yake mwenyewe. Galatia ile sura ya 5 mstari wa 19. Unapotenda haya basi unakuwa tenda dhambi. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Maana yake kuna hukumu mbele yako, lijue hilo. Naomba kwa uchache nizihubirie hizi anga na ninyi mlioko hapa uweze kujua na kutambua. Hata hiyo Yohana ya kwanza 4:17 inasemaje? Kile lisilo la haki ni dhambi. Sio haki yako kulewa, sio haki yako kuwa mchawi. Nasema kweli, sio haki yako unaenda hospitalini inashindikana, unaenda kwa waganga wa kienyeji. Kwani Mungu ameshindwa kuponya wewe? Na kuuliza, Mungu ameshindwa kuponya? Sio haki. Walawi inasema usiwaendee wapunga pepo, waguzi, wala waganga wa kienyeji ili kutia unajisi na wao. Jioni ya leo tunayo ibada ya urafiki hapa nje. Tunawakaribisha watu wote kukushirikisha mambo unayoyajua, uendelee kuyajua, na usiyoyajua uyajue. Nilihubiri juzi kule Nyashishi, Mwanza, nikasema nasikia, sijawahi kuchimba dhahabu, lakini mshirika mmoja yeye anajihusisha na kuchimba na kuuza dhahabu. Siku moja akaniuliza, mzee, nikasema nini? Ushaona gani dhahabu? Nikasema sijaiona na sina haja nayo kuiona. Hapana mzee, ngoja nikuletee uione. Akaja kanionyesha kipande kadogo hivi kama punje nusu tu ya mhindi au halaga hivi. Akasema inayoiona hapo ni malaki. Lakini niache huko, nataka kuzungumza kitu fulani hapa ili useme hivi, hawa shida yao nini? Malaiki tumepewa agizo ndugu, tusipokujulisha haya tutahukumiwa. Hivi mwezi wa 8, juma la mwisho la mwezi wa 8, tuna mkutano wa siku 5 mahala hapa. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Yeremia inasema, usipowaambia watu maovu yao wakafa katika dhambi zao, damu yao nitaitaka kwao. Sasa ugomvi uko wapi? Tutasema na mjumbe huwa hauawi. Sasa rudi hapa ili uweze kujua. Wale watu nasikia machimboni, akishaona dalili za mshanga, akaona mfereji wa dhahabu, yani anaweza kapafukia na kupafukia, alafu akatoka amenuna. Wakimuuliza anasema Malawi, sio na Zambia ikoje sasa? Kumbe ameshaona. Sisi sivyo, tumeshaona utajiri zaidi ya dhahabu, nao ni wokovu. Tunawashirikisha wote. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nasema kila lisilo la haki ni dhambi kabisa. Wanafurahi sana baadhi ya maandiko katika Injili nasema, yale unayotaka wewe utendewe na wewe utende. Sikia haya ili uweze kujua. Kwa mfano, mwingine hataki mke wake wamwibie mke wake, ile anaiba wake za wengine. Sasa mimi nakwambia
unachofanya sicho. Mwingine atakaibiwe, ila anataka kuaibia wengine. Sawa na ndugu zangu wajinga wachawi. Yeye anataka aloge watu, alafu anajizindika asilogwe. Utalogwa tu. Cha msingi njoo kwa Yesu kama unataka usilogwe. Huwa tunatunisha msuri mbele ya uchawi na wachawi na shetani mchawi namba 1 kwamba halogwi mtu hapa. Haleluya. Halogwi mtu hapa. Haseti wao wanataka waloge watu, alafu yasilogwe. Unalogwa. Tena kufa kwako kumekaribia. Siku zako zimehesabiwa. Mene tekeli na peresi. Wachawi kimbieni kwa Yesu. Mantunguri yenu na mazindiko yenu hayatawasaidia. Asubuhi nimefundisha hapa ndani. Mwingine akiona anaishi, siku zinaenda, dakika, sekunde, saa, siku, juma, mwezi, mwaka na kata, anasema ntunguri nilizonazo si mchezo. Wewe nyamaza. Mungu akiondoa mkono wake kwako, mimi nakwambia utazima, kama nilivyosema asubuhi. Kama luku imeisha, kama kibatari kimeisha mafuta, mgeukie Mungu. Acha dhambi unamkasirisha. Jioni hii ujue haya. Haleluya. Lakini hebu twende hatua ya pili, nielezee kwa uchache. Yaani nasikia raha, nasikia furaha sana ninapozungumza haya kwa dakika chache ambazo nataka nisimame mbele yako ili nikuache mapema uweze kwenda, uweze kufanyeje kwenda na neno hili uliokoka ujue, na ambaye bado hujakulifahamu, ili utambue kabisa kwamba dhambi ni chochote ambacho Mungu amesema usifanye. Tumebainisha haya kwa uchache. Endelea kuja kanisani tukufundishe. Bwana ametupa hekima na roho ya kufundisha. Utaangamia kwa ukosa kuyajua haya. Sasa leo yamefunuliwa kwako. Lakini kuna jambo jingine ambalo nimekuwa nataka nilizungumze. Mungu, sisi wanadamu sio viumbe pekee. Naomba ili ulijue. Naomba ulijue hilo. Narudia tena. Sawa na kijana mmoja. Sikia. Akamchumbia binti akakataa. Sasa nafanyaje? Akaanza kulia. Unalia nini? Kwani mabinti wameishi? Wewe tulia. Sikia nijue, nikueleze haya ili uweze kujua Mungu ana viumbe. Sisi wanadamu tukimulingia, tukajifanya hamnazo, nisikilize, tukizima data kwa Mungu, hasara sio ya Mungu. Kule mbinguni ana malaika wasio walevi kama sisi wanadamu. Kule mbinguni ana malaika wasio wachawi kama sisi wanadamu kuchini ya jua. Kule mbinguni kuna malaika, kuna maserafi, kuna makerubi, wazee 24 watakatifu waliotutangulia, akina Musa. Mwingine akasema mbinguni Musa tutamuona, maana alimkosea Mungu. Wewe unaelewa? Alizuiliwa kuingia nchi ya Kanaani, lakini mbinguni tutamuona. Sema amen. Sasa mwanadamu ambaye hata mwili wako huo, hebu angalia mwili wako, hebu niangalie. Ukisugua hivi kama dakika 5 ukinusa, utaona harufu inayotoka. Okoka, unajidai. Kule mbinguni wapo maelfu. Kuna jambo nataka niliwasilishe kwako jioni ya leo. Ana viumbe wengi kwa maelfu. Kwa hiyo sisi tukilenga, hasara sio ya Mungu. Hii niwaambie ninyi mnaojiita walembo, mabeautiful, mahandsome, mnatembea mnanesanesa nini. Na mwanadamu nilishamchunguza mimi, anashangaza kama si unashangaza. Akiwa maisha megoma, mifumo haisomani, vyuma vimebana, utamuona tu. Yani goi, haelewi nini kinaendelea. Akiwa nazo, utamuona mle. Kweli Biblia inasema aonaye fahari na aone fahari, kwa kuwa ameokoka, kwa kuwa ananijua mimi Mungu, kwa kuwa sio mlevi, kwa kuwa sio mchawi. Fahari ni hiyo. Niomba nikujulisha haya.
Sasa kuna point nataka nizungumze. Mlevi wa kwanza sio wewe, wewe unajifunza. Mtenda dhambi namba 1, ukisoma katika 28:15 Ezekieli inasema ulikuwa mkamilifu tangu usiku ulipoumbwa hadi uovu ulipoonekana ndani yako. Pamoja na maandiko mengine, hii inamhusu shetani. Shetani aliumbwa mtakatifu, mcha Mungu miaka na miaka, akimpendeza Mungu. Baadaye kaingiliwa na tamaa, eti akili mbovu hii, akili nyanya mbovu, eti anataka mpindue Mungu. Hivi ni akili? Si wenda wazimu uliopitilizia huu. Hivi nasema msumeno unawezaje kujisifu juu yake au vutani? Sikia mwanadamu, habari hizi njema. Tupo hapo kwa ibada ya urafiki asubuhi, ya jioni, kushirikishana habari njema. Na bado tunakutangazia kwamba juma la mwisho la mwezi wa 8 utakuwa na kwaya na mhubiri kutoka Dodoma. Karibuni sana. Kwa hiyo sikia bibi, ngoja nisome ile andiko nzuri sana ili tuende vizuri. Mimi naponukuu maandiko huwa najua kuna kitu kinatokea. Bwana kusema neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Vinasema 7:20 Mungu ulituma neno lake na lile neno linawaokoa na kuwaponya. Usinahubiri tu. Hii sio semina wanjisi, lakini mimi waga naonaga mwingine anasoma neno, anafunga Biblia, analiacha neno, anaenda napotelea mbuga nyeupe, anatokeza Kanyamukasi, yeye ataishia Liamba, anabaki na shangani. Nenda na neno. Yesu alikuwa na hubiri neno, anasema imeandikwa. Twende tusome hapa. Nataka kuna kitu nikiwasilisha jioni ya leo, na Roho Mtakatifu kazini hapa. Hatujipikilishi, kuna kitu kinatokea. Haleluya, haleluya. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Nataka nizungumze andiko moja rafiki haya. Unajua siku zimekwisha, Yesu anarudi, alafu wainjilisti mbinguni hamna kuhubiri. Hapa tuhubiri, iwe mitaani iwe wapi, mpaka kieleweke. Haleluya. 9:4 Yohana inasema imepasa kuzifanya kazi za Mungu maadamu ni mchana, usiku waje asipoweza mtu kufanya kazi. Tukiingia mbinguni hamna kuhubiri. Kwa hiyo hapa mpaka eleweke. Na ninatamani mwe mnaenda hata machinjioni asubuhi, mwe mnaenda hata kule soko la matunda, hata wapi. Nami serikali ya Tanzania sio takatifu sana kuliko serikali zingine, lakini kuna mazuri inafanya. Kwa mfano, kuruhusu injili hubiriwe, si zuri hilo jamani? Sasa wewe unaangalia tu, wamefanya, hawana zuri wanalofanya. Wewe ungepewa ngondongo ungefanyaje? Nilikwambia mtu mmoja tu kwenye kampeni, sema nishagueni mimi, mabomba yote yatatoa maziwa sio maji. Nasema wewe acha ujinga wako wewe. Haleluya. Rudi kwenye pointi hapa. Sikia, ndio maana tunahubiri. Yaani hapa napohubiri nasikia raha, nasikia amani, nasikia ushindi. Haleluya. Nazungumzia shetani, ndiyo mtenda dhambi wa kwanza. Na kuna andiko la kutisha hapa, lakini sina namna, maana ndio ukombozi wenu wanadamu. Anasema hivi katika Yohana ya kwanza sura ya 3 inasema hivi, 3:8, kaskazini, kusini, magharibi na mashariki mnisikie. Biblia inasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. B, kwa kusudiri mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Hapa nitainjinia baadaye. Nataka nipazungumzie hivyo kwamba ndugu yangu, dhambi ni za shetani. Na binasema mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule. Na Biblia inasema katika Yohana ile 8:36 sipokosea, anasema atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Habari ndio hiyo. Haijalishi dini yako, sivi zako za kidunia. Mwimbaji mmoja naimba, dhambi na chinja, dhambi na ua,
hata wenye vitambi inachinja, hata wasomi inachinja, masikini na matajiri. Haina huluma, ilishatoka kwenye mtandao, inaenda ovyo ovyo, sawa na kumkabidhi kichaa lungu kwenye duka la vioo. Atasambaza kila kitu. Usalama wenu ninyi ni kumpokea Yesu. Ndio maana tumesoma hapa, nasema Yesu Kristo alidhihirishwa ili azivunje kazi za shetani. Nini kifanyike sasa? Juzi nilihubiri pale ya shishi, nikasema hivi nishukulie mfano wa Petro. Petro akaanza kuzama, nifupishe, anatembea juu ya maji, akaanza kuzama. Akajua hapa ujanja ni kuwahi, ujanja ni kuokoka, ujanja ni kutubu. Akasema, Yesu niokoe. Nakwambia asingepiga kelele, tungekuwa tunamzungumzia marehemu Petro aliyezama. Hizo dhambi unazozifanya huwezi kujiokoa. Dhambi ni roho. Ndani ya dhambi yuko shetani, Lucifer mzima. Peke yako muwezi wewe. Lakini ukimwita huyu Yesu akuokoe kama Petro alivyomwita, na kwambia anakuokoa. Ichukie dhambi ndugu, itubu. Mithali ile 28 mstari wa 10 anasema, azifishaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye atapata rehema. Baba yetu, unajua kuna watu ameshindwa na dhambi, dhambi imemlemea, akikaa hivi ulevi, ageuka huku sigara, akigeuka huku matusi kufyonza, akigeuka huku hasira, akigeuka huku kwa uganga wa kienyeji, akigeuka hivi dukani kwake, usini kwake, nguvu mavizimba manini, kesha jichokea. Baka anasema haiwezekani kushinda dhambi. Nani alikwambia? Nani alikwambia? Wewe. Na kukiri hivyo hakutakuondolea hukumu. Watu wa sheria wanasema hivi, kutojua sheria hakutakuondolea hatia. Kwa nini umefanya hivi? Sikujua. Ndani. Kwa hiyo wewe kusema kwamba unajua huwezi kushinda dhambi, sio kwamba ndio utapona. Tena Mungu ndio atakuhukumu kisawasawa. Waendelea kukataa tu, naendelea kufanya dhambi, uone kitakacho kukuta. Kuna maandiko mimi nasomanga mpaka nalia, nasema Mungu wangu. Kwa mfano kuna andiko moja nasema hivi, kwa kuwa hawakubali kuiamini kweli wapate kukolewa, Mungu awaletea nguvu ya uovu, ya upotevu, ili wauamini uongo, wahukumiwe katika kweli. Ndio maana mwingine, yani dhambi anaikimbilia, anaiwao ni kama shangazi, babo shangazi, babo ulevi, babo uchawi, babo uzinzi, babo sigara, babo labda ulishakataliwa. Lakini kwa injili hii Yesu anakuita. Hata Ufunuo inashangaza ile 22, nasema naja upesi, na ujira wangu huu karibu nami, pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Anasema kwa kulishamua kufanya dhambi, fanya dhambi sana. Mtakatifu azidi. Wewe unayesema kulewa sio dhambi, lewa uone kama utamuona Mungu. Tumoja nilihubiri, nikashangaa. Wewe unakunywa kwenye kikale, nunua dalamu, zama ndani, ukunywa ndani, kumezeka. Mchawi sio kuloga usiku, mchana tembea kichere. Tumeamua. Sisi tulishamua nuru, peupe tunatembea, peupe tunasema tumeokoka, peupe tumeabega juu, macho mita 100, kifua mbele. Haleluya. Sikia habari hizi, ujue haya. Ufanyeje sasa? Ni Yesu tu, sio habari ya dini yako, wala habari ya kuvaa tasbihi, wala kuswali, wala kusali. Ni Yesu anaweza kusaidia. Siku moja Yesu aliingia katika hekalu, akaingia akakuta ile hekalu, mle ndani kuna sintofahamu, wanafanya na biashara.
wanacheza na pool na kamari, akasema ebo hamnijui. Biblia imesema nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, ninyi mnaifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Biblia inasema palichimbika. Na Yesu akisema aingie vitani, ndugu, hakuna wa kumshinda. Nilikuwa nasikia binti yangu mmoja anatamba, anasema mzee anaitwa Deshi, wala si hajaokoka. Anasema mimi nina nguvu za giza, naweza kupigana na wanaume mashujaa 40 na ndani ya dakika nimewamaliza. Anatamba. Ndio maana wanawaambia usione mtu anakuchokoza wewe tu kaanza kupigana naye. Wengine ni majini atakumaliza. Maana kitendo cha kwanza kufokea na tayari Yesu hayumo. Utapigwa, utang'olewa meno. Nataka nizungumze hii habari ili uweze kujua, uweze kutambua kwamba Yesu akaingia kwenye hekalu. Inasema pale kwenye mstari pale wa juu pale, anasema Jesus cleansed the temple. Yesu akasafisha hekalu, akatimua toka, alafu akasimama na mlangoni kusema asieni dharau mwanaume aingie mchawi au mtenda dhambi. Yesu ukimpokea anaingia ndani, anaondoa hiyo dhambi, anaondoa ulevi, anaondoa. Ndio maana Korinto ya 2:17 inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, ulevi unapita, uchawi unapita, kulogwa kunapita, magonjwa ya uchawi yanaondoka. Yesu ataondoa mapepo, ataondoa mateso yako. Ndio maana 11:28 Mathayo anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na hafu Yesu hahitaji mia mbovu ya kwako, hahitaji kifungua tangala wala chenda poli. Yeye ndiyo Bwana wa vyote, hahitaji, anakutaka wewe akuponye. Haleluya! Si mnanisikia wanadamu? Jioni ya leo tuna neno la furaha, neno la ushindi, neno la ajabu kabisa. Hebu dakika chache ambazo zimebakia nimalizie neno hili ili uweze kujiuliza, na baada ya hapo tuende kumalizia. Dhambi itakupeleka jehanamu, lazima. Uimbaji umeimba, unajua tuna jumbe zimejaa kama bahari isiyoishiwa maji. Lakini lazima tuulize, jioni ya leo Mungu niseme nini? Nipokuta hapa waimbaji wanaimba nikimbie dhambi, sema no mbele ya dhambi. Sikatai dhambi, mimi nakwambia jehanamu naenda. Na wanazungumza statement hii na wengi wamenifuatilia kwenye mtandao. Nasema kama dhambi haikumsalimisha shetani, mwasisi wa kwanza, mlevi wa kwanza, mchawi, mwizi, mvutayo sigara, mbugia ugolo, mtukanaji namba 1 ni shetani. Ninamsema mbele yenu leo na yeye anasikia. Haikumwacha salama. Na Yesu anasema kama wamefanya haya kwa mti huu, je, mti mwingine? Kama shetani mwenyewe haikumwacha salama na malaika walioasi, wewe mwanadamu ngulumbili kama mimi itakuacha. Mimi nakwambia itakuacha nyaga, magonjwa, hofu, mashaka na jehanamu juu. Acha dhambi. Acha dhambi ndugu. Kwani usipolewa hutaishi? Ezekiel anasema nimekuweka kwa ishara kwa watu hawa. Mbona hatulewi tunaishi? We so peaceful in our life. Tuna amani tele. Sikia habari hizi jioni ya leo. Ninapokwenda kumalizia neno hili, acha dhambi. Mimi nakwambia. Ningesema unajua, uchawi huu nilirithishwa na nishaambiwa. Uishaambiwa na nani? Hakuna cha uchawi. Na hata wewe uliokoka usiwe na mambo ya kushikashika. Mwingine anakuja kanisani, unajua sijui mtu mwingine anasafiri
bibi yake anamkatia kitovu chake, anasema hii ndio kinga yako, haiachi. Wewe tukioka si kuna cha kitovu wala mbeleko wala nini. Yesu mazima na tulinda, tuko salama mikononi mwake. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumefika kipengele muhimu sana, kwamba iambie dhambi hapana. Narudia tena andiko la 12:14 Mithali. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, dhambi ujapoihalalisha na kwambia itabaki ni dhambi tu. Haramu ni haramu, mara nyingi nimesema, hata kama utaihalalisha. Na watu wengine wanasema la kuvunda halina ubani. Dhambi hata uifanyeshe itakutosa jehanamu. Acha dhambi, iambie dhambi basi. Kama mimi nilishasema, uchawi, mwiko, ulevi, toka, dhambi sitaki. Mbona Yusufu alishinda? Mbona wacha Mungu wengi walishinda? Unashindwaje? Muda huu naomba tusimame sasa, ili nipate dakika 3 za kuombea wagonjwa. Hata kama umeokoka, una shida bado inakusumbua, unajua shetani wanafanyeje, unaombewa, unasikia mambo yanaenda, baadaye na ukatisha tamaa, tutakuombea. Tutaweka mikono yetu juu yako hapa, na ushindi bila shaka utapatikana. Amen. Naomba simama miguu yako, niende kuomba sasa. Baba Mungu, nakushukuru. Umesema neno lako itakurudia bure, na injili ni uwezo wako Mungu letao wokovu. Watu wajue wanaweza kushinda dhambi. Hata wewe ulimwambia Kaini yapasa ashinde, nasi tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa wewe unayetutia nguvu. Bila Yesu
Dini haifui dafu mbele ya dhambi. Kusali wala kuswali hakufui dafu mbele ya dhambi. Kristo Yesu maisha yake hakutenda dhambi, wala hila haikuneneka kinywani mwake. Yeye tukimpokea atatupa ushindi dhidi ya dhambi. Niseme neno hili, wewe unayesema niombe kwa ajili ya ushindi dhidi ya dhambi, unayesema mchungaji usishuke madhabahu, naomba niombee na nipate ushindi huo, kabla wewe ambaye uko kule mbali, uko katikati yetu, umekuwa ukiishi dhambini, hukujua kuna kuokolewa, hukujua kuna wokovu, hukujua kuna ushindi dhidi ya dhambi. Jioni leo natamani kuombea. Unaweza kuja hapa mara moja nikuombee. Kabla sijaombea wagonjwa, tunaweka mikono yetu juu yako kwa mamlaka ya Biblia. Unajua mwingine akasema wanajimwamba fai, mara hapana. Bibi nasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Kwa jina langu mtatoa pepo. Sio habari ya maji wala sabuni wala chumvi wala vitambaa. Jina la Yesu linajitosheleza. Tukilitaja hilo, nguvu za giza zinaharibika, wafungwa wanafunguliwa, mateka wanatangazia uhuru wao, wasiozaa wanazaa, kila mtu kwa msiba wake kuna kwa shwari kuu. Kama upo kabla sijaombea wagonjwa, unayesema Mwenyezi Isa tafadhali naomba uniombee na mimi niwe mshindi dhidi ya dhambi, nimechoka na dhambi, sitaki na ng'ang'ania, ikatai kwa kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Yeye ndiye aliyetumwa na Mungu, kama vile Mungu alivyomtuma Musa kwenda kuwaokoa wanaweza kule Misri. Farao atakastake Israeli waliondoka, ndivyo Mungu amemtuma Yesu kwa ajili yako mwenye dhambi. Shetani atakastake, ukimkubali Yesu utapokea wokovu. Naomba nikuombee. Jiandae wewe mwenye shida yoyote, tatamani kuombea mahala hapo kwa haraka kidogo. Baba Mungu, injili hii ni uwezo wako. Ninaamini matokeo makubwa na endelevu ya injili tunayohubiri, tutakayohubiri na maombi, tunaamini Bwana sisi ulituokoa. Mkono wako si mfupi hata usiweze kuokoa. Mambo haya ni ya kiroho, na mambo ya kiroho ni chanzo chake ni imani, na imani huja kwa kusikia. Ndio maana tunahubiri tukijua Bwana watu wote wanasikia, hata kama tuko hapa sisi tulivyo kaskazini, kusini, magharibi, mashariki. Roho Mtakatifu kwa neno hili uwafikie watu waokolewe kwa jina la Yesu Kristo. Natamka wokovu kwako mwenye dhambi kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa nguvu za Roho Mtakatifu na moto, kwa nguvu za Roho Mtakatifu na moto, kwa nguvu za Roho Mtakatifu na moto, kwa nguvu za Roho Mtakatifu na moto. Usilewe tena, usizini tena, usitende dhambi tena kwa jina la Yesu Kristo. Kama Mungu alivyomwambia Kaini, dhambi ipi inakuotea, lakini yapaswa uishinde. Nami nakwambia, shinda uchawi, shinda uzinzi, shinda ulevi, shinda ukahaba kwa kumpokea Yesu, na dhambi zote atakuweka huru. Kama una shida maombezi mwingine njoo. Maombezi hahitaji lolote. Hata kama uko kanisani ni mshiriki, usiogope. Usiogope. Tunapenda kuombea jioni leo, na uwezo wa Mungu upo kufungua kabisa. Una shida yote njoo hapa nikuombee. Alafu naomba yule mama wa Mpanda Hoteli aje hapa pia tumuombee, watumishi wa Mungu. Maombi ni sawasawa na mainjinia wanamwaga zege, wanaendelea kumwagia maji siku kadha wa kadha kuimarisha. Pokea uponyaji. Njoo tukuombee, njoo tukuombee, njoo tukuombee, njoo tukuombee. Jioni ya leo nguvu ya Mungu ipo inatembea. Tunamwamini aliyeshinda kifo na mauti. Alimfufua Lazaro akiwa amekufa na kuoza na kunuka. Sembuse shida yako kwa Mungu, ni rahisi tu. Yeye ndiye akuponyaye magonjwa yako, yeye ndiye anayeweza kusaidia. Jioni ya leo narejesha uponyaji ndani yako. Mungu alimuumba Adamu na Hawa wakiwa wazima. Maonezi ya shetani yashindwe. Shetani ndio analeta magonjwa, ndio analeta mafungo. Yesu alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za shetani, si vinginevyo. Niende kumshukuru Mungu, baadaye nitakuelekeza. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya muda huu. Habari ya wokovu ndio hiyo imeshasikika masikoni mwa watu, na tuamini umeokoa na kuponya. Sasa watumishi wako wako mbele zako. Yesu ulisema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Watumishi wako ulishawaokoa, lakini kuna mizigo shetani anawatesa. Wewe pekee wafungue jioni ya leo. Inua mikono yako miwili juu, inua mikono yako miwili juu.
Kama tuja kuwekea mikono yako, rudia maneno haya. Mwache tu mtoto awe na mtoto. Inasema karibu naye. Mwache tu awe na mtoto vile vile. Na mtoto wake pia anapokea uzima. Sema, Mungu Baba. Sema kwa nguvu, Mungu Baba, naja kwako. Wewe ndio uliyeniumba. Uchungu wa mwana, waji wa mzazi. Shetani hana uchungu nami. Wewe uliyeniumba Mungu, Yesu uliyenifia msalabani, ninakuita unisaidie, unifungue, nishiriki matokeo ya kuteswa kwako. Mungu, neno lako Isaya 53:5 inasema, adhabu, sema adhabu na amani yangu ilikuwa juu yako Yesu Kristo, kupitia kuteswa, kusulubiwa, kufa, kufufuka na kupaa mbinguni kwa ushindi na ujio wa Roho Mtakatifu. Mimi nimepona, mimi nimepona, mimi nimepona. Misiba yangu mwisho leo. Mwenyezi Mungu nisaidie. Amen. Weka mikono kwenye kifua chako. Anza kumshukuru Mungu. Wewe ni mzima. Hebu tuweke mikono juu yao wote kwa jina la Yesu Kristo. Tunavunja, tunabomoa, tunafunga, tunateketeza. Weka mikono juu yao kwa jina la Yesu Kristo. 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 Magonjwa, kazi ya shetani, mapepo, misiba na mazote, toka na kuapisha kwa jina la Yesu Kristo. Toka, toka, toka vifo, toka uchawi, toka mateso, toka misiba, majanga na mateso ya kila namna na kuapisha. Toka ndani ya watu hawa kwa amri ya mbingu, kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kukemea kabisa. Watu lazima wafunguke. Wafungwa na tamka kufunguliwa kwenu. Iwe kimagonjwa na vifungo vya namna zote. Mateka na tangaza uhuru wenu. Wagonjwa funguka, pokea uponyaji. Mapepo, nguvu za giza tunapobomoa, tunavunja, tunateketeza. Ungua, toka kwa jina la Yesu Kristo. 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 Kwa nguvu za Roho Mtakatifu na moto, funguka na uwe mzima jioni leo. Funguka na tamka. Funguka, 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 funguka. Yesu Kristo akuponya. Uwe mzima, wala usiwe na msiba wako tena kwa jina la Yesu Kristo. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Yesu, 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 Yesu. Naomba niwabariki katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo, funguka, wala usiwe na msiba wako tena. Yesu akuponya. Kwa jina la Yesu Kristo, funguka, uwe mzima, wala usiwe na msiba wako tena. Yesu amekuponya. Kwa jina la Yesu Kristo, funguka, wala usiwe na msiba wako tena. Yesu Kristo akuponya. Kwa jina la Yesu Kristo, funguka na uwe mzima, wala usiwe na msiba wako tena. Yesu Kristo akuponya. Kwa jina la Yesu Kristo, funguka na uwe mzima, wala usiwe na msiba wako tena. Yesu Kristo akuponya. Kwa jina la Yesu Kristo, funguka na uwe mzima, wala usiwe na msiba wako tena. Yesu
Yesu Kristo akuponya. Makofi na mgelegele kwa Bwana Yesu. Karibu kiongozi wa Tebe kwa ajili ya mengine, lakini tunawakaribisha. Huduma ya wokovu na maombezi inapatikana hapa kanisani masaa 24, na Mungu awabariki. Kusini achia, kaskazini achia, magharibi na mashariki, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.